Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema, nitakusomea hapa habari za kitaifa na habari za kimataifa, na mwenzangu katika michezo ni Pauline Mvungi. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua soko jipya la Kariakoo na soko la zamani lililokarabatiwa jijini Dar es Salaam, huku akiwataka viongozi kutohodhi maeneo ya maduka katika soko hilo, badala yake waachie uongozi wa soko kugawa maduka hayo, kwa kipaumbele kikitolewa kwa wafanyabiashara waliokuwepo awali. Mheshimiwa Rais amezindua soko hilo kufuatia ajali ya moto iliyotokea Julai mwaka 2021 na kuteketeza mali za wafanyabiashara, ambapo Rais aliamua kujenga upya soko hilo kwa gharama ya shilingi bilioni 28 yenye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara zaidi ya 1800 na maegesho ya magari 400 kwa wakati mmoja. Akizungumza mara baada ya kuzindua soko hilo, Dr. Samia amesema yapo malalamiko kuhusu mfumo wa upangaji wa kodi na tozo. Hivyo ameuelekeza uongozi wa soko hilo kukaa pamoja na wafanyabiashara ili kuangalia upya viwango visivyoumiza pande zote mbili, na kusisitiza kuwa maendeleo ya soko hilo yanategemea zaidi usimamizi thabiti na uendelezaji wa miundombinu ya kisasa, ikiwemo kupanga njia nzuri za maegesho kwa ajili ya kushusha na kupakia mizigo kwa muda maalum ili kuepusha msongamano. Hivyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Na tumefanya lamana kwamba mbali na kurekebisha soko lililoungua, lakini tumejenga soko lingine lenye ghorofa 6 lenye huduma mbalimbali kwa wafanyabiashara. Wale waliokuwa ndani warudishwe bila upendeleo, na wale waliokuwa nje, nafasi zilizokuwepo wawekwe bila upendeleo. Awali akimkaribisha Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesifu utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na Rais Samia wakati wa kampeni mwaka jana, na kueleza kuwa ahadi hizo zimeanza kutekelezwa ndani ya siku 100. Miradi ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametolea taarifa hapa kwamba inaendelea kutekelezwa, hii ni miradi kwa ajili ya mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni hali halisi inayoendelea kwa nchi nzima. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea na mpango wa kujenga soko la wamachinga katika eneo la bonde la mto Msimbazi kupitia mradi wa DMDP2 kule Msimbazi. Hadi sasa, Mheshimiwa Rais, mradi huo upo katika hatua za mwisho za kupata mkandarasi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wafanyabiashara wote wanaopanga bidhaa zao kando kando ya mitaa inayozunguka soko hilo kuondoka ili kurahisisha shughuli za usafirishaji na watu wanaofika sokoni hapo kupata mahitaji, na kwamba eneo hilo ni muhimu kikodi. Hiyo tumekubaliana kwamba kuanzia leo, wewe Mheshimiwa Rais ulipokuja kuzindua soko hili, barabara zote zinazoingia katika ukanda huu wa Kariakoo ziwe wazi. Nafahamu hii inawezekana isiwe jambo zuri sana, na pengine akane maelekezo machungu, lakini huwezi kujenga nyumba yenye thamani ukaziba barabara. Hatua hii ya kihistoria ya uongozi wako imeongeza matumaini mapya, imani na hali ya kufanya biashara kwa bidii miongoni mwetu. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais kuwa tutatunza soko hili jipya, tutazingatia sheria, kanuni na taratibu, pamoja na kutimiza wajibu wetu wa kulipa kodi kwa uaminifu ili kuchangia mapato ya serikali na maendeleo ya nchi yetu. Viwango vya ubora wa bidhaa vimetajwa kuwa ndio nguzo muhimu katika ufanyaji wa biashara katika soko hili, kwa kuwa ni soko la kimataifa. Nikiripoti kutoka soko kuu la Kariakoo lililopo jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Naam, watendaji wasiohusika na uhishaji wa anwani za makazi watakiwa kuendelea kutoa huduma hiyo kwa weledi ili kuleta tija kwa maendeleo ya taifa na kuinua uchumi wa wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya hitimisho la wiki ya anwani za makazi iliyoenda sambamba na kongamano la pili la anwani za makazi, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki, ambaye alimwakilisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
amesema uhuishaji wa anwani za makazi ni nguzo muhimu katika uboreshaji utoaji huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi. Kairuki amesema uwepo wa anwani sahihi za makazi utasaidia kuharakisha upatikanaji wa huduma za dharura, ukusanyaji wa mapato ya serikali, mipango ya maendeleo pamoja na kuchochea ukuaji wa sekta ya biashara na uwekezaji nchini. Ni vema Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhakikisha kwamba mfumo wa anwani za makazi unatumika kwa tija na sekta zote. Lakini la pili, ni vema Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikaratibu ushiriki na utumiaji wa mfumo huu kwa upande wa sekta binafsi pia katika kufikisha huduma, ikiwemo sekta ya fedha, afya, usafirishaji, utalii pamoja na sekta nyinginezo. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Hassan Juma, amewataka watendaji kuhakikisha wanakamilisha zoezi la utoaji wa anwani ya makazi katika maeneo yote ambayo hayajafikiwa. Lakini bado hii kazi hatujamaliza, kwa sababu bado hatujamalizia suala zima la anwani za makazi, na bado serikali zetu zote mbili zina kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha hili zoezi ili Watanzania wote waweze kupata ile huduma ambayo inayotakiwa. Maadhimisho ya kwanza ya wiki ya anwani za makazi mwaka jana, kumekuwa na ongezeko la anwani za makazi kutoka anwani za makazi milioni 12.8 hadi milioni 12.9, sawa na ongezeko la 0.8%. Katika kuhitimisha wiki ya sheria, Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Manyara Elvin Mugeta kwa kushirikiana na watumishi wengine wa mahakama hiyo wamekabidhi pesa taslim kwa ajili ya kulipwa bima za afya kwa watoto 24 waliopo katika kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum cha shule ya msingi kwa mjini Babati mkoani Manyara. Mwanahabari wetu Elia Kimani anaripoti zaidi. Ni jopo la wanasheria kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Manyara ambao wamefika shule hii ya msingi Kwang, kitengo hiki cha watoto wenye mahitaji maalum, kwa lengo la kufikisha msaada huo wa bima ya afya pamoja na kukabidhi zawadi nyingine, huku wakiasa jamii kutoa sadaka zao kwa njia ya kuhudumia wenye mahitaji. Kazi wenzangu nitawakabidhi kiasi cha shilingi milioni 1,209,600 kwa ajili ya kupata kadi za bima ya afya kwa watoto 24 mnaowahifadhi kwenye kituo hiki, kwa sababu baada ya kufika na kuona, binafsi naona nilichotoa sio kinachostahili, kwa sababu ya hali halisi niliyoiona na kuishuhudia, na hili tatizo walionalo watoto wetu halihusiani na uzembe wowote aliyofanya mzazi yeyote kati ya watoto hawa. Kwa hiyo ni neema na baraka kama wewe kwenye familia yako hauna tatizo hili, lakini huwezi jua ni lini litatokea, na kwa sababu hiyo lazima tumshukuru Mungu kwa kutuendelea kutuweka salama kwa kutoa huduma kwa hawa wanaohitaji. Ili hawa watoto waendelee kupata elimu, tunaamini wanatakiwa wawe na afya njema. Sasa afya ni gharama, lakini pia tumeangalia, baada ya kukaa tukashauriana, tukaona kwamba tunaweza tukawasaidia watoto wetu hawa wenye mahitaji maalum kupitia hili tendo la huruma kwa kuwakatia kadi za bima ya afya. Hata hivyo, wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum wanashauriwa kutokuwaficha na badala yake kuwapeleka shuleni hapo, lakini na shule ya msingi Sinai ambazo zinapokea na kuhudumia watoto wenye mahitaji. Naomba wazazi wenye watoto wenye hayo mahitaji maalum, shule ya msingi Kwang ina hicho kitengo, na waalika wazazi wenye hao watoto wawalete watoto hao kwenye shule ya msingi Kwang. Msiwafiche watoto. Kuna tabia za wazazi wakiona mtoto ana changamoto fulani wanawaficha.